sikutegemea kama Majizo leo hii, si ndio bana, angemfagilia nani kwa Mwambino. Sawa? Sababu hawa wana vita kubwa ya kibiashara. Nikuulize wewe PTV, icon wa muziki wa Bongo Flava ni Diamond kweli? Ninavyozungumza icon maana yake anaelewa? Na wale wanaozungumza icon maana yake anaelewa nani? Icon ya Bongo Flava, si ndio bana? Kwangu mimi ni Mr Blue. Babylon Baisa. So Diamond Platinum. Na hata juzi aliojua kwenye kituo fulani akawa amewekwa katikati ya huko Alikiba huko Diamond. Alijibu vizuri kabisa Baisa. Alikuambia ukimtafuta icon wa Bongo Flava nitajiweka mimi namba 1. Ila ukitaka kuniuliza kwenye yengo ya Diamond, sawa bana? Diamond na yeye ameutoa muziki sehemu fulani, ameupeleka sehemu fulani. Hata Alikiba mwenyewe hana nguvu ya kuongea hivyo. Japo kwamba ajiita mfalme. Sasa kama Alikiba hana nguvu ya kusema kwamba mimi ni icon wa muziki wa Bongo Flava, ajiita tu mfalme. Majizo ni nani? Hata Mwambino mwenyewe hajawahi kukaa akasema mimi ni icon wa muziki wa Bongo Flava, hajawahi kuongea. Kwa sababu Mr Blue ndiye ambaye amekuja kuwafanya watu kwamba jamani muziki ni biashara. Diamond sio kwa jinsi kali yako kipindi hicho. Kwa hiyo Diamond anapewa sifa za bure. Ndio maana hata mwenyewe jana juzi kati Mr Blue akata anaojiwa akasema kama mkitaka icon wa muziki wa Bongo Flava basi ni mimi. Ila kuna mablaza wamekuja kuchukua huo muziki baada ya mimi kuupeleka mbele. Sio icon. How are you? Ni Eric Omondi hapa, rais wa Cheshi Afrika, na unatazama PTV Tanzania. PTV Tanzania. Bwana, mambo yako ni fire kinoma noma, usio nadhani wengi mnafahamu kabisa situation nzima inayoendelea kwa sasa. Jambo kubwa ni alilozungumza juzi Majizo la kuwaombea msamaha, mambo ya apologize, kuombea msamaha wasanii wote wa muziki wa Bongo Flava Tanzania, lakini pia baadhi ya wasanii wengine ambao nao wanafanya sanaa, kwamba kama mashabiki wana mpango wa kuadhibu wasanii basi waadhibu kwa njia nyingine, sio kuadhibu kwa kutowafuatilia kwenye muziki wao. Lakini baada ya maneno ya Majizo, Harmonize aliona bwana kauli za Majizo alizozungumza kwamba kama unavyoona mwanamuziki Diamond Platinum amesaidia vijana wengi, sasa hivi wanafanya vizuri, wamepata umaarufu, kazi zao zinaonekana. Kama unavyoona Diamond alimsaidia Rayvanny, Zuchu, akina Divoice, wakina Lavalava. Harmonize pia ni kijana ambaye ametoka mikononi mwa Diamond Platinum. Alizungumza hivyo Majizo, kazungumza vitu vingi sana. Sasa nikaona kauli ya Harmonize kwamba bwana don't mention my name si na nini na nini. Harmonize alipaniki kweli baada ya kuona jina lake limetajwa pale na Majizo, akimzungumzia kwamba Harmonize naye ni mmoja wa vijana ambao ametolewa na Diamond Platinum. Harmonize hapendi jina lake leo linatajwa kwamba bwana ametolewa na Biggie si na nini na nini. Nikaona nizungumze na meneja Dingano. Oi, kila mtu anamlaumu Majizo, akina Sugu, sijui akina nani. Harmonize naye kaja juu kwamba bro nakuheshimu, acha kunitaja sijui unajua zile. Kwa hiyo sijamuona mtu yoyote ambaye amemsupport Majizo kwenye hii sentence yake alizungumza kana kwamba Majizo amekosea. Kila mtu kawaka. Sasa kama ingekuwa Majizo yuko sahihi basi kila mtu angeshare hiyo story. Mimi mwenyewe kwanza kushare, ila mimi ninapinga kwa sababu Majizo wewe kama nani unayekuja kusema wasanii umekuja kuwaombea samani na unawaambia mashabiki wa post nini wa support kwenye kila kitu. Shabiki gani ambaye amesema hawezi kusupport muziki wa Bongo Flava? Yaani Majizo atupe hizo comment zao mashabiki zake. Walizungumza kwamba ambao wamesema kwa bana sasa hivi hatusupport muziki wa Diamond, au sasa hivi hatusupport muziki wa Harmonize. Kwa sababu gani? 1 2 3 4. Kwa sababu shabiki anavyokuambia support muziki wa Alikiba ana lengo zake za kukupa fact zake. Bana mimi simsupport mtu kutokana na 1 2 3 4. Majizo anavyosema hivyo, hawa wasanii hawa wanakosa gani? Kama kipindi cha campaign tulikuwa wote. Unajua mimi toka juzi kati nasikia wasanii hali mbaya. Yaani Diamond wana hali mbaya. Hao Harmonize wana hali mbaya. Sasa hizi wasanii wana hali mbaya. Hao sio hali mbaya. Sio kwamba wanashindwa kupiga show, no. Wanaogopa kupiga show, wanaheshimu kwa sababu ya yale ambayo yametokea. Bado tunawaenzi watu wetu. Wewe unaanzaje kuwapa watu furaha wakati bado sisi tuna majonzi? Wewe wasanii hawana hali mbaya. Wanaanzaje kuwa na hali mbaya kwani wameanza kupiga hela jana? Huyo Diamond ameenda kuimba muziki mwaka huu. Sasa imba muziki na miaka zaidi ya 18 19 na mahela kibao. Anaweza kama aliweza kupanda ndege kutoka Mombasa kwenda Dubai private jet, atashindwa kuwalisha familia yake? Hivyo vyakula vya 10,000. Harmonize hali mbaya kivipi? Alikiba na hali mbaya kivipi?
Dula Makabila ndio amenunua BMW ya kufunuka na kwambia hatuna hali mbaya. Wasanii hawana hali mbaya kwa sababu muziki wa sasa hivi ni biashara, una hela, kaa ndani lakini bado YouTube inaingiza hela. Uko ndani. Kaa ndani Spotify inaingiza hela. Magoma yapo. Kaa ambayo Boomplay inaingiza pesa. Na magoma anatembea tunayasikiliza, unanyambiaje na hali mbaya, wanavitegea uchumi. Wengine wako Dubai huko. Wengine wako Marekani. Wana enjoy. Sikutegemea kama Majizo leo hii, si ndio bwana? Angemfagilia nani? Nikuulize wewe PTV, icon wa muziki wa Bongo Flava ni Diamond kweli? Ninavyozungumza icon maana yake anaelewa. Na wale wanaozungumza icon maana yake anaelewa maana yake. Icon ya Bongo Flava, si ndio bwana? Kwangu mimi ni Mr Blue. Babylon Bison. So Diamond Platinum. Na hata juzi aliojua kwenye kituo fulani akawa amewekwa katikati ya huko Alikiba huko Diamond. Alijibu vizuri kabisa Bison. Alikwambia ukimtafuta icon wa Bongo Flava nitajiweka mimi namba 1. Ila ukitaka kuniuliza kwenye yengo ya Diamond, sawa bana? Diamond na yeye ameutoa muziki sehemu fulani, ameupeleka sehemu fulani. Hata Alikiba mwenyewe hana nguvu ya kuongea hivyo. Japo kwamba ajiita mfalme. Sasa kama Alikiba hana nguvu ya kusema kwamba mimi ni icon wa muziki wa Bongo Flava, ajiita tu mfalme. Majizo ni nani? Hata Mwambino mwenyewe hajawahi kukaa akasema mimi ni icon wa muziki wa Bongo Flava, hajawahi kuongea. Kwa sababu Mr Blue ndiye ambaye amekuja kuwafanya watu kwamba jamani muziki ni biashara. Diamond sio kauza jinsi kali yako kipindi hicho. Kwa hiyo Diamond anapewa sifa za bure. Ndio maana hata mwenyewe jana juzi kati Mr Blue wakati anahojiwa akasema kama mkitaka icon wa muziki wa Bongo Flava basi ni mimi. Ila kuna mablaza wamekuja kuchukua huo muziki baada ya mimi kuupeleka mbele. Sio icon. Sawa? Sasa kama Blue mwenyewe anapinga, yeye Majizo nani? Haya, huyo ambaye mnataka kumweka kwenye flame ya muziki wa Bongo Flava ana Grammy. Tuzo Grammy. Tena sio tuzo tu, ameshawahi kwenda kwenye red carpet ya Grammy akapiga hata picha. Hapa tunazungumzia Grammy. Grammy ndio mwanaume wa dunia. Yaani ukiwa na hiyo tuzo wewe mwanaume kweli. Unakuwa jana. Davido mpaka kesho ana hiyo. Davido na bara lake walifanya ile dunia mzima ana Grammy. Yeye nani sasa? Huyo Davido mwenyewe akwambia mimi kama ni icon. Wala Wizkid. Wala Burna Boy. Kwa sababu kuna watu ambao wamuanzisha muziki wa ule nini? Afrobeat. Na wao ndo wakafuata. Wale nani wale kina P Square hawezi kukuambia sisi ndo icon wa muziki hapa. Kwa sababu wamewakuta watu. Kwa sababu kwanza leo hii tunamwonaje Majizo leo hii anamfagilia yule mwamba wakati wale wana vita baridi ndani kwa ndani na wana vita nje. Huyu anachukua mfanyakazi huku, huyu anachukua mfanyakazi huku. Wewe kuna kipindi hapa Kibongo Bongo palikuwa pa moto pana waka hapa. Wasafi kuna waka, EFM kuna waka. Majizo anang'oa huko mtu, huyu anang'oa huko mtu. Huyu anamtambulisha divorce, huyu ameenda kumchukua Miso wa Mesondo. Au wewe ukumbuke? Na Miso wa Mesondo ndo kaja kumuua divorce. Au wewe ukumbuke? Wewe ndio ulikuja hapa kuniuliza. Baada divorce anatambulishwa na kwamba divorce uko anakwenda ndio kupotea, yuko wapi sasa hivi? Nita Dogolema. Yuko wapi naye yule? Sana. Lakini Harmonize amepanic baada ya kutajwa pale. Sio amepanic, lazima apanic kwa sababu za msingi. Anaona kila siku mambo yao yaendi bila kuguswa yeye. Na unafahamu hilo swala. Sema kwa ndo amesema naye. Yaani uchafuni kule hawawezi kuongea kitu bila kumtaja Harmonize. Sawa, brand iguseni basi kibiashara. Sawa. Sio kugusa. Nyinyi mnakatazwa. Nyinyi waandishi mnakatazwa kushika brand za watu. Au Ledion. Sijui Harmonize anasahau mchuzi na maharage. Mchuzi na maharage kivipi? Angela iko wapi? PTV. Tulimwambia taimba na Zuchu. Tulimpeka Rwango kumkimbiza. Ibla. Yuko wapi sasa hivi? Kwani Ibla naye alirubuniwa? Alafu sasa bora warubuni alafu waache wafanye kazi zao. Wanawarubuni alafu wanawaua ili onekane Harmonize sio kitu. Ibla naye karubuniwa mpaka amejikuta ameingia kwenye kituo cha uchafuni. Ile ndo kamba yake ile. Ilomaliza. Kitendo cha kwenda bora angeenda media zingine sio uchafuni. Na wakamuuliza maswali ya utata. Na yeye akajibu kijinga. Huyo Majizo mwenyewe huyo hajawahi kumsaidia Harmonize. Bana yeye albamu yangu leo Mlimani City. Wewe ndo utachukua haki hizi na hizi. Wanafanya biashara. Ushasoma? Kwa hiyo hata huyo Mwambino, sio bana? Kama angetaka kumsaidia yule dogo, basi asingemletea figisu za kummaliza. Sawa? Na sio kumtumia machawa. Yaani waliitwa watu kumwataki Harmonize wamtoe mchezoni apotee kwa game. Kwa hiyo kilichomfikisha Harmonize hapo kwenye muziki ni nini? Yaani
jitihada zake. Jitihada na kujitoa na anamtanguliza Mungu kwenye kila kitu. Fikisha hapo. Hata Rayvanny vile vile. Sasa ametoa B moja na point kadhaa. Unamwambiaje umemsaidia huyo mtu? Alafu Rayvanny anakuambia mimi sikuwa na mkataba. Yaani mpaka Rayvanny anatoka ndio hiyo kabisa, hii dunia ina mambo mengi, ya dunia ina siri. Rayvanny amekaa kwenye media kituo kimoja akamwaga mboga. Kwamba mimi sikuwa na mkataba hapa. Ishi kama hiyo. Ila nimetoa pesa kama washikaji. Walikaa na mimi vizuri na wamenipiga kampani. Unanisoma sio? Hiyo ni biashara. Hujamsaidia mtu. Maana yake kama mtu ameweka hisa zake, sasa bwana, wewe unapata kadhaa na mimi napata kadhaa. Nikitoa hisa zangu mimi pale, wewe unapata hela. Hamna hela. Sasa je, kwa hiyo mwisho wa siku ile ilikuwa biashara. Anayesaidia wasanii kibongo bongo hapa, si ndio bwana? Ni Alikiba na Harmonize. Wanasaidia. Alikiba akiondoka wale watoto hawachukui hata 100. Endeni. Angela tumechukua nini? Kwa Ibra tumechukua nini? Sawa? Na ndio tunatoboa. Nilikuwa ninaongea miaka ya nyuma. Kuna mtu mmoja atakuja kupiga kofi zito sana. Ndio maana sasa hivi. Kabaki na Zuchu peke yake. Maadi voice ya msanii. Haya, dogo ameagiza nguo zake China za Kwangwalu. Amemnyang'anya pale sehemu ya kuvaa, sehemu ya nini ile? Unasema nini ile? Sehemu ya location sio nini ile ya kutoa video. Anataka yeye nguo avae. Mpaka anaweza akasusa. Ilikuwa hivyo? Sama akamwambia bana, mdogo wangu. Twende. Kwani clip uione au unijui hiyo? Zilitrend sana. Dogo analia. Zile nguo za mesai na nyonga Diamond zote za dogo hizo. Kavaa yeye. Leo kubwa. Yaani yule jamaa ametuburuza kweli kweli mpaka hapa tulipofika hapa. Ndio maana tunasemaje, hatutaki kuguswa brand yetu. Hasa kufananishwa na huyu mtu. Huyu jamaa leo mbaya. Kwa hiyo kama Baba Levo baba yake ni baba yake yeye. Kwake yeye na faida yake yeye atamuona baba yake, sio sisi. Ambaye tumepambana kwa jasho na damu kuitafuta nembo ile pale ya Konde Gang, na mpaka sasa hivi imesimama. Na hata majizo kidogo kwa sababu tunafanya kazi kibiashara. Lakini yeye akifika hapa, ndio maana nimwambia bro, nakuheshimu sana kama mtu mzima. Sitaki nikukosea. Sitaki unitaje ta kwa mambo yako. Alimwambia ukweli. Unaweza kutaka kupinda pinda. Alimwambia bro, nakuheshimu sana. Mkiwa kuna mambo yenu msinitaje taje. Wengi wamemshambulia Harmonize kwa Kiingereza alichozungumza. Harmonize ameshambuliwa, ndio star. Sasa Harmonize hana nyimbo na trend. Kipala tu mara asakwe nini na trend. Leo hii mmeboost tena. Leo hii mmeboost tena. Yaani mmezunguka mkasema hapa yengo ni kumgusa Harmonize tu trend hapa. Au hujui? Wewe ndio walikuwa wanafanya. Walijua mwenye upepo wake ni huyu. Mbona ulimtaja? Na kweli wamepata booster. Amwapa booster. Au tumwapa booster. Alikuwa anamzungumzia nani Mwambino? Huyo Majizo amezungumzwa lini wewe? Sijuzi tu. Baada ya kumchokona nani? Harmonize. Si ndio umemsikiza watu? Na umemtukana watu? Si ndio? Kwa hiyo mimi na vita mwenye vitamin music ya hapa Bongo Flava ni Harmonize. Mwenye kiki zake mjini hapa sasa hivi ni Harmonize. Harmonize sasa hivi ana nyimbo. Sawa? Lakini ana trend siku hadi siku. Kipaa tu kila ana trend. Mnamfananisha na wasanii kibao huko nje, mara 50 cent kwavo, kwa hiyo siju nini cent nini kipara tu. Juzi kati amekuja kumchongonoa tena. Na ndio mmeboost show yake ya Mwanza ya Zanzibar. Mmeboost tour zake za Uganda, Kenya, wapi. Pamoja na Nigeria mwezi wa kwanza. Kule tunaenda kwenye tuzo za Afrima. Tunaenda kuperform. Kama kiperform kipindi hicho, ndio maana nimekuambia hivi, upepo wake umeisha. Mwadogo anaenda kuperform kwenye jukwaa kubwa na wasanii wakubwa, kwenye tuzo kubwa. Wakati kipindi kile Mwambie alikuwa anatamba kule. Sasa hivi anatamba mwanawe. Sasa anasema sijui nini nimekusaidia. Wewe msaidia nani wewe? Mimi nafika Afrima hapa kwa hela yangu ndio nimesitaka ndo umechukua. Yaani si mpaka sasa hivi tunalia na milioni 600. Nalia. Mpaka sasa hivi milioni 600 brother, ni la ndefu huyu. Gorofa lo blaza. Hajajenga gorofa milioni 600. Gorofa kama hapa tulipo hapa. Juu. Na unaishi vizuri. Sawa? Lakini amechukua mtu mmoja, tutafanya kwamba nimesaidia. Wewe umemsaidia nani? Huyo Mbosso mwenyewe ametoka hapa ametoa EP yake, tumekuja kuita shombo kibao. Maneno mengi ajabu. Nimemsaidia huyo. Nimefanya hivi. Nimesaidia kuiva biti. Wewe si utulie, wewe si mkubwa. Wewe si icon. Wewe si giant. Funga basi bakuli lako. Mbosso ametoa EP tu. Kashindwa kuvumilia. Ameona EP inatembea. Room number 3. Yaani inatembea. Hamna kitu chochote zaidi ya power. Kona ndio hapa kuizima power. Ndio kwanza wakaipa kiki. Sio mbaya hiyo. Kijana wako ametoka huko na umesema hujamlipisha. Kumbe muongo, amechukua hela kibao, sema kimya. Mimi naelewa hapa. Nadi down unalijua. Ndio maana dogo atake kuguswa na yeye. Ndio maana alivimba kipindi akaambia kama kweli amehusika kwa yeye nyimbo, yeye akiongea mimi nitamjibu. Mbona kuongea? Alikuja tu
number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Mikataba ya hapa na pale ameandika maneno kibao, msanii mkubwa huyo. Alafu dogo wako yeye anaposti power, yeye anaandika la kwanza, power, part 2, power, part 3. Mbosso tu alimtolea maneno. Okay. Ile kauli Harmonize kwamba sasa hivi amwe big fish. Mwamba sema yeye ni big fish. Of course, kwani uongo? Mkubwa sasa hivi. Na ukubwa unapimwa na albamu. Ndio maana kama big fish in the music Bongo Flava. Yuko sahihi kwa sababu huyo Mwambino wenu ana albamu moja na EP moja. Umesoma sio? Toka aanze kuimba muziki. Sasa unanyambiaje iko na muziki wa Bongo Flava na una albamu moja? Una glam, una BT. Hata red carpet ya glam hujawahi kukanyaga. Umeenda usiku wa manane umevaa nguo za Kimasai. Watu wakachukua. Alafu sasa yeye amevaa nguo za Kimasai, yeye anaanza kutangaza utalii wetu. Nani anakuambia sasa tunataka kutoka nini? Nani anakuambia sisi tunataka nini? Utalii wa ndani. Utalii wa ndani. Yaani kuna baadhi ya vitu bado vidogo, yaani kwenye muziki sisi tumeshampoteza huyo. Kwenye muziki tu tumeshamaliza si kazi. Kuna vitu vidogo vidogo tunataka kumalizia kabisa. Lakini big fish wa sasa hivi wa Bongo Flava ni Harmonize. Ndio nakwambiaje? Kesi kunakwambia wasanii ambao watakuja kutoa kimasomaso ni Harmonize, Laivani na Mario. Ila Mario huyu ananipa wasiwasi wa kumzungumzia kwa sababu hata show ya kimataifa Uganda hana. How are you? Ni Eric Omondi hapa, rais wa Cheshi Afrika, na unatizama PTV Tanzania. PTV Tanzania.